Kwa hiyo ukijiwekea malengo ya juu zaidi, ukija kukosa unaweza ukasikitika zaidi au unaweza kaamua hata kujiua. Kwa hiyo mimi kama Sam Simba, kwangu mimi leo nipo comfortable kabisa, nimepokea matokeo nikiwa, kwa sababu nimeamini yatakuja kutokea mwisho wa msimu. Mmefungwa dabi 5 mfululizo, ni sawa sasa kusema kuiga kwa Young Africans sio dhambi, mjifunze kwao? Mimi naamini kabisa kwenye Simba na Yanga ukiongelea kitu kama hicho, kuna baadhi ya mashabiki watakuja kukuataki kwa lugha mbaya, lakini mimi naamini kitu ambacho ndani ya Dar es Salaam Africans kuna vitu vingi sana vya kuiga, hasa nikiangalia kwenye management. Kwenye management wao wametulia, wamefanya rotation ya makocha zaidi ya 3 pamoja na sintofahamu za hapa na pale, lakini Yanga haja struggle, walisimama katika performance yao ile ile. Hali kadhalika ndio hiki unachokiona matunda yao. Sababu kubwa hasa ni nini? Walikuwa wana wachezaji wa aina moja ambao wote walikuwa ndani ya ligi yetu, na wote ukiangalia katika misimu yote mitatu wapo. Ongezeko la wachezaji ni wachache sana ambao walikuwa hawajaungana na Yanga katika msimu yote mitatu, na wote ambao wameungana na Yanga walikuwa wana uzoefu ndani ya ligi yetu. Na mzungumzia mtu kama Prince Dube, Clatous Chota Chama, Israel Patrick Mwenda, ndivyo Duke Abuya, ni wachezaji ambao kwenye ardhi ya Mama Samia wana uzoefu wa kujua ubovu wa viwanja, mbinu ambazo vitu obvious ambavyo vinaweza kukuharibu wewe kuingia kwenye changamoto ya mashabiki, kwa sababu wachezaji wengi wa kibongo au labda wa nje walioingia hapa, mashabiki wakiwapiga pressure wanaharibu kucheza kile kitu ambacho wao kwani kushika kile kitu ambacho wamepewa na mwalimu, kinaharibu structure nzima ya performance yake. Pacome Pedro Zuzu anastahili kuwa MVP, ni miongoni mwa mtu ambaye amechukua tuzo za mchezaji bora wa mechi mara nyingi zaidi. Ya, mimi naamini kabisa hilo nilishawahi kuliongea kutoka kwenye press ambayo nimeshazifanya kwamba MVP wangu wa 24 25 ni Pacome Zouzoua. No comments, no discussion yoyote katika hilo. Mimi naamini, mimi ni mtu wa mpira, siwezi kusema kwamba leo nampa MVP Pacome Zouzoua kwa sababu ya kuamka usingizini hapa kwa kile kitu alichokifanya. Ana tuzo 7 za man of the match, mchezaji bora. Leo hii ni ya 8 anataka kuchukua. Kwa hiyo mimi naamini kabisa amestahili kuwa MVP wa NBC Premier League mwaka wa 24 25. Simba leo wamecheza kiwango chao, lakini watu wengi wanazungumza labda kutokuwa mashabiki wengi uwanjani imesababisha labda timu kuwa down, kucheza kwa morali ya mashabiki, kutokuwa na wachezaji wa 12 uwanjani. Hapo kwa hiyo unaonaje performance ya Simba leo? Kuna angeshia mashabiki kama kuanza kufanya matokeo kwa hivi? Mimi naamini kwamba ilikuwa sio sababu mchezaji yeye inategemea na yeye alipojiandaa jinsi kwenda kupambana pale uwanjani. Ukizingatia management imechelewa kwenda kutoa sauti ya kauli moja kwamba tunakwenda kucheza. Wao walikuwa na mind game athara zake ndio hizi. Inahitajika timu wenyewe pia uwatengeneze mentality wachezaji kwamba tunakwenda kucheza. Na kuna mambo mengi hapo ndani ya uongozi ambao yalikuwa yanaendelea. Mfano lipi? Mfano ni kuhusu kwamba mwekezaji baada ile pesa kutoka CAF yeye alikuwa nayo hataki kuitoa. Kwa hiyo ina maana wachezaji pia unaweza kukuta ni morali walikuwa nao wamekufa nguvu. Ile B1 ambao wamepata katika finali ya kombe la CAF la shirikisho, yeye bosi alikuwa amekaa nayo. Mwisho wa siku alikuwa anashindwa kuikabidhi sehemu kwa sababu ya hii scenario ambayo imetokea ya hizi game leo hii na Mangungu kwenda Chamwino, ilikuwa kama kasusiwa timu. Lakini yote yamekwisha. Mimi na wapongeza management kwa yote ambayo yametokea, yameisha. Tuanze msimu ujao. Mimi naamini wachezaji wangu wote wa Simba wapo vizuri na msimu unaokuja watakuwa vizuri sana katika kutetea ubingwa. Kipindi msimu unaanza ulisema kwamba huwaoni kama Simba kichukua ubingwa, lakini kipi ambacho kilikuwa kinakupa matumaini kwa Young Africans hii ambayo imeonekana ina downs nyingi msimu? Ukiangalia pia mchuano wa kimataifa wametokea hatua ya makundi mapema kabisa. Mimi nilikuwa nimetengeneza imani na Dar es Salaam Africans kwa sababu ndo bingwa mtetezi. Bingwa mtetezi lazima umpe nafasi kubwa kwenda kutetea ubingwa wake. Hilo ni moja. Pili, Simba wamefanya transition kubwa sana ya kikosi. Toka ipo Misri pre-season nilikata tamaa kabisa kusema kwamba moja kwa moja Simba anakwenda kuwapa ubingwa. Hicho kitu ambacho nimewapa Yanga ubingwa mapema kwa sababu ya ile chemistry ambayo wako nayo. Umoja, timu ipo compact kwa wachezaji wote. Ukiangalia msimu wa kwanza ambao wameanza na Nabi na Gamont mpaka anakuja Lamovic, anakuja huyu Milud. Ukiangalia Yanga pamoja na kuingia matatizo hapa na pale, walisimama muhimili mmoja kupambana hakikisha kwamba Yanga wanafikia malengo yao. Yote kwa yote mimi naamini Yanga wamefanikiwa pakubwa. Hata ukiangalia numbers, leo wamefunga goli mbili katika 81 goli ambalo ukijumlisha na 81 ambao nyuma wamefunga ina maana ni 83 pointi 80. Kwa hiyo wameenda kuzidi malengo ambao yale walikuwa mwaka jana wameyafikia. Kwa hiyo wameenda ku maintain kiwango na kuzidi
kuwa zaidi ya kile ambacho wamekipata mwaka jana. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo ni bora kuzidi kiwango cha mwaka jana kwa numbers. Kwa mimi kama Sam Simba nawapongeza Dar es Salaam Africans, wapinzani wangu pamoja na management kwa kuweza kuhimili vishindo hii kwenda kupata bato la hali ya juu pamoja na Simba Sports Club. Mimi naamini hivi ni vilabu bora katika nchi yetu ambavyo kwenye pitch vinaonesha bato ya aina yake, na kila mtu anaamini kwamba kweli hii ni dabi ya 4 katika bara la Afrika. Sam Simba, wapo watu wanasema wachezaji wenu wamekuwa wachezaji wachanga, si wachezaji wa mechi kubwa. Ili unaliunga mkono, ni hoja ya msingi. Of course, mimi naweza nikaamini kwa sababu ndo wadogo. Naamini kauli ya Fadlu Davis alikiri akasema huyu Jean Charles Ahoua ananisha na mchezaji yoyote ambaye ametoka Simba kwenda sehemu yoyote, na maana alikuwa na compare na Chama. Uwezo wa Jean Charles Ahoua bado ni mdogo, rekodi yake bado ni changa. Juzi alipopiga hat-trick mechi na Pamba Jiji, ilikuwa ni mechi yake ya kwanza kupiga hat-trick, na haya mashindano ya shirikisho aliocheza ni mara yake ya kwanza. Kwa mimi naamini udogo na uchanga wa baadhi ya wachezaji ambao wamecheza Simba ndio imesababisha kuwa labda na kutokuwa na consistency nzuri ndani ya Simba Sports Club. Lakini mimi naamini tuendelee kuamini kwa msimu unaokuja watafanya vizuri sana, mimi naamini hilo. Ukiangalia sana ni kuwa beki bora wa msimu kwa mechi zimemalizika leo rasmi. Mimi bila kupepesa macho, Dickson Jobu ni mchezaji wangu, ni defender wangu bora kwa mashindano ya NBC 24-25. Yanga hapana, mimi mtu atakayekuja na hiyo hoja ya kusema Yanga anabahatisha kumfunga Yanga anabahatisha kumfunga Simba, ina maana hoja yake itakuwa haina mashiko, kwa sababu tumeona quality ya mchezaji mmoja mmoja inakwenda kuamua dakika 90. Sio leo tumefungwa kuanzia goli 5, tukafungwa goli 2, tumefungwa goli 1, tumekuja kufungwa tena goli 1 na tumekuja kufungwa na goli 2. Yote ukiangalia tumezidiwa performance ya mchezaji mmoja mmoja. Hiyo quality ndio inakwenda kutuangusha sisi Simba Sports Club. Ni lazima tufahamu kama tunaamua kwenda sokoni, tuende sokoni kutafuta wachezaji key players wa kwenda kutupa matokeo, sio kwenye dabi tu, hata kwenye mashindano ya kimataifa pia tukafanya vizuri zaidi. Nyakati ambazo mnafungwa kwenye hizi dabi 5 mfululizo, ukitizama nyuma kwenye historia yenu, kwenye hizi mechi 5 mnafungwa dhidi ya Yanga, mna wachezaji wengi ambao wamecheza toka dabi ya kwanza mnafungwa mpaka kufikia leo 5, ikiwemo Shomari Kapombe na Mohamed Hussein. Wapo wanaosema kwamba muda wao umeisha, waletwe watu wengine. Ni sawa? Hapana, mimi naamini performance ya wachezaji ni nzuri sana, ila wanahitajika mtu aje wafanye ije comeback ya mtu ambaye kwamba wawe na level zaidi au wawe level moja, ili mmoja anapokuwa yuko tofauti na kiwango, basi anakwenda kufanyia place mtu mwingine, ili timu yetu iweze kusonga mbele, sio tupige hatua 2 tunarudi 3 nyuma. Hicho kitu kwangu hakitakiwi. Ukubwa wa kikosi ni kuwa na wachezaji ambao wanalingana quality. Akitoka huyu anaingia huyu, anakuofa kitu ambacho ni sawa. Ametoka Maxim pia Zingeri, ameingia Clatous Chama. Tumeona kitu ambacho ni bora zaidi ya kile ambacho tumekiona kipindi cha kwanza.